Leo ni siku ambayo tumeifanya ni siku ya kuzindua kampeni ya kuchangia kitabu ambacho kwa kadri ya alivyoniwafikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeweza kukiandika, kinachohusiana na masala ya mmomonyoko wa maadili. Kama walivyotangulia kusema, tuliowapa nafasi ya kusema wametusaidia sana katika kutusemea juu ya tafsiri ya mmomonyoko wa maadili. Kama mjuavyo kwamba mmomonyoko wa maadili ni jambo kubwa na ni jambo ambalo limekuwa ni gonjwa lisilokuwa na dawa, gonjwa ambalo linaharibu jamii, linaharibu nchi, linaharibu taifa, sikwambii kuharibu dini. Hilo ndilo ambalo limenichukua kuona niandike, na nimeanza na sehemu ya kwanza hii, na kusudia kutakuwa na sehemu ya pili, ya tatu, ya nne, wa halum majarra, kwa ajili ya kutaka sasa tuzungumze kwa njia ya maandishi, ingawa tutazungumza sana kwenye member na khutba mbalimbali na kwenye nyadhi mbalimbali na kwenye hafalati na hadhara mbalimbali na mikusanyiko mbalimbali. Huwa hatutoi nafasi sisi sote mashekhe, mimi na wenzangu mashekhe Tanzania nzima, tunazungumza sana juu ya masuala ya maadili na mmomonyoko wake. Tumeona sasa tuingie katika kitabu, kwa sababu kitabu kinatulia zaidi. Ma kutiba qar wa ma hufidha far. Jambo lolote likiwa limewekwa katika maandishi linathibiti zaidi. Tumeona tuandike kwa mukhtasari sana, kwa ufupi mno, maelezo yanayotoa mwelekeo wa namna gani wa kuchunga mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo leo tuko katika kukijulisha kitabu hicho ambacho ni vizuri wakione waandishi wa habari na Waislamu na Watanzania. Ni kwa maslahi ya Waislamu na Watanzania kwa ujumla. Kitabu chenyewe ni hiki, ndio katika sura kama hii. Mtakuja ukiona kipindi ambacho tutaweza kukichapisha na kukiwekea utaratibu. Na mimi nimetoa kama sadaka tunjaria. Sina haja ya kupata chochote katika kitabu hiki, na haja kupata thawabu tu na yale ambayo Mwenyezi Mungu anamwandalia mja wake pale anapofanya mambo mema yenye maslaha na umma, yenye maslaha na Uislamu. Nimshukuru mgeni rasmi, waziri ambaye kamtuma naibu wake kuja kutuzindulia kampeni hii na kutuzindulia ujulishi wa kitabu hiki katika siku yetu hii ya leo. Yanayonipelekea kuzungumza na kuandika kitabu hiki ni mengi, lakini kama nilivyosema mwanzo, wamekushasema sana waliotangulia, na mnajua mmomonyoko wa maadili ndio unaotufanya sisi tuwe na matatizo makubwa katika jamii. Tukikumbuka ile hadithi ya Mtume alipoulizwa, ni mambo gani kwani ya Rasulullah yatakayowafanya watu wengi wataingizwa peponi? Yeye alijibu kwa ufupi tu, kama ilivyo tabia yake kwamba ni fasaha mno wa kuzungumza, huwa anatumia sana al-ijaz, na maneno yake yanakuwa namna hiyo. Akasema taqwallahi wa husnul khuluq. Mambo mengi yatakayosababisha watu kuingizwa peponi ni uchamungu, ni uchamungu. Jingine la pili Mtume akaunganisha na tabia njema, yani maadili. Kuna mambo mengi ilikuwa Mtume aseme, lakini aliposema uchamungu akaunganisha na maadili.
akaleta kile kijiherufi cha kuunganisha wao, ile wa husnul khuluq, ile conjunction harful atfi, kwamba katika jumla ya mambo yatakayosababisha watu waingizwe sana peponi ni huko kumcha Mungu, lakini jengine kubwa zaidi linaloambatana na ucha Mungu ni maadili. Kwa hiyo tukaona tuchukue nafasi hii kuweza angalau kuweka katika maandishi sasa mambo ambayo yatasaidia umma na nchi kwa ujumla. Na kuna sehemu nyingine Mtume pia akasema sallallahu alaihi wasallam, zama na'ala walidun waladahu ahsana min adabin hasan afdala min adabin hasan, ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Hajatoa hata siku moja mzazi kumpa mwanawe kitu kilicho bora kuliko maadili, kuliko adabu njema. Yani jambo ambalo anaonekana mzazi kampa mwanawe jambo lililokuwa bora zaidi kuliko kitu chochote, kuliko nyumba, kuliko mashamba, kuliko magari, kuliko. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia, ndio maana kaleta ile min ambayo ni bayania, min adabin hasan, yani adabu njema, maadili mema ndio kitu bora ambacho anatakiwa mzazi ampe mwanawe. Kwa tumeona tuweke katika maandishi ili angalau umma uweze kufaidika na yale ambayo tutakuwa tumeeleza. Kama nilivyosema, itakuwa ni sehemu ya kwanza na baadaye nitaleta sehemu ya pili. Niko katika kazi pia sehemu ya 3, ya 4 mpaka mwisho tutakapowafikishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Naomba Watanzania wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuunga mkono kitabu hiki na kuunga mkono uzinduzi huu na kuunga mkono yale ambayo yataelezwa hapa yameelezwa hapa kwa urefu na mratibu wetu hapa na kijana wetu Pembe. Ni mzee lakini sasa tumemweka katika fungu la ujana, na mimi nilimpa cheo kule, ilikuwa Ilala nani, cheo cha uprofesa. Hata walipoleta fitna watu sasa kesha kwa mzee bwana Sheikh Mtoe, nikamwambia hata ni mzee kwa umbo lakini ni kijana kwa roho na nini. Ana uwezo na fikra kubwa kama alivyoeleza hapa Dr. Sheikh Al-Hadi Musa Salum. Kwa hiyo misingi yote nimekwisha kuieleza hapa mwanzoni, kwamba tunakusudia kuwe na uchangiaji kupitia kitabu hiki kwa watoto 10,000 kuwapatia bima ya afya, ambayo ni jambo gumu sana kwa sasa. Kile kitakachopatikana katika kitabu hiki basi kiweze kuwapatia bima watoto waweze kutibiwa bila ya matatizo yote. Kwa hiyo nichukue nafasi hii nadhani kwa maneno mafupi sana niliyoeleza, sitaki yawe marefu, ili nimwachie mheshimiwa aje azungumze. Na leo tuna jambo kubwa, tumefiwa na mtu mkubwa hapa, mzee Zakaria ambaye mfadhili wetu mkubwa. Nataraji baada ya kutoka hapa tuungane sote kuweza kwenda kumswalia na kumwandaza, tutakuwa tumefanya jambo jema. Lakini hili jambo la mhamasishaji wetu ambaye ni mwenyekiti wa kitabu hiki cha mmomonyoko wa maadili nani alaumiwe, ni Sheikh Al-Hadi Musa Salum. Kwa hivyo nikatishe maelezo, niwashukuru, niwapongeze kwa kuhudhuria wakati wa kuja kuzindua, hasa uzinduzi kamili. Pale tutazungumza maneno mengi. Leo ni maneno machache tu kwa ajili ya utambulisho kwamba kuna kitabu kama hiki na kuna uzinduzi wa kampeni atakuja kufanya mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Ni usie tu mashekhe tuwe na tabia kuandika kuanzia sasa. Nilishasema huko nyuma sana tuandike, kuna mambo mengi na kwa hatuandiki. Nchi za wenzetu tutakotembea huko tunajifunza mambo mengi. Wenzetu wanaandika mpaka kitu ambacho hakina umuhimu sana, lakini kwa sababu kinatakiwa kikae katika maandishi
watu wakipate huwa watu wanaandika. Pia kwa kutumia nafasi hii niwaalike tarehe 22, 23 na 24 tutakuwa na kisomo kikubwa cha kuwaombea wazee wetu na mashekhe zetu na wazee waliosimamia dini katika nchi hii, wakale wetu waliotutangulia, lakini pia na kutaja historia zao, lakini pia na kuiombea nchi amani, utulivu, upendo, mshikamano, na kumwombea vile vile Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake. Mwenyezi Mungu awajalie hifadhi na ajalie afya na ajalie taufik ya kuweza kutuongoza vizuri, na huo ni wajibu wa raia kuombea wale wanaowachunga.